Ni katika kongamano la wadau wa maendeleo jumuishi katika jamii CBID lililofanyika katika ukumbi wa mkutano wa Dr. Ali Mohamed Shein Zura uliopo Maisara, wilaya Mjini, mkoa Mjini Magharibi Unguja. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya Mjini, afisa tawala wilaya Mjini Dogo Idi Mabruk amesema mipango yote yanayohusu watu wenye ulemavu yawe yanazingatiwa na kufuatiliwa, kwani kufanya hivyo unawezesha kupatikana kwa matokeo haraka katika kuwawezesha. Ndugu wenye ulemavu ni wazetu na tunalazimika kuwathamini, kuwaheshimu na kuwaenzi, kwa sababu sisi sote tulokuweko hapa ni walemavu watarajiwa. Hakuna anayejua kesho yake. Aidha, CBID tunavyoijadili leo hii ni chombo madhubuti kinachotukumbusha kuwa huduma na fursa zote kama vile elimu, afya, ajira, uwezeshaji na nyinginezo zinapaswa kupatikana katika ngazi za jamii bila ubaguzi wowote. Ndugu washiriki, kupitia kongamano hili la ngazi ya wilaya, napenda kutoa wito kwa mambo yafuatayo. Kwa maafisa na viongozi wa serikali ya wilaya na shehia kuhakikisha mipango, miundombinu na huduma zote tunazotoa katika shehia zetu zinazingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Amesema hapa ndugu katibu. Kwa jamii ya wafanya maamuzi, tuondoe vikwazo vya kisaikolojia na kimkakati, tuache kuwatazama watu wenye ulemavu kwa jicho la huruma pekee, bali tuwatizame kama raia wenye haki, uwezo, mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Kwa wadau wa kadiri na CBID, mipango inayowekwa leo isibaki kwenye makaratasi, ikatekelezwe kwa vitendo ili ilete mabadiliko ya kweli katika maisha kila siku ya wananchi wetu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa watu wenye ulemavu Bi Mwandao Hamis amesema kuwa watu wenye ulemavu wanapaswa kupata haki jumuishi kama walivyo watu wengine katika maeneo mbalimbali ili kujenga taifa lenye ushiriki wa watu wa aina zote pamoja na upatikanaji wa huduma ili kuleta maendeleo jumuishi. Na kuombeni tuzidishe ari zetu, kwa sababu hii ndio inatusogeza sisi watu wenye ulemavu kuweza kujulikana ndani ya jamii na vile vile na watu wote kwa ujumla, kutokana na vile toka unakuwa wewe unatolewa nyumbani, kwa sababu unikuwa uko nyumbani umekaa huna lolote, unakuja unafatwa kule, unaelimishwa, wazazi wanahamasishwa hadi kufikia na wao watu kutoka kuweza kujitokeza na tukawa wengi katika kuleta maendeleo ya jamii yetu. Na kwa sasa hivi tuendelee majadiliano, tushirikiane, tuweze kuwa zaidi kuliko hapo awali, ili kila mmoja kama tunavyoambiwa asiachwe nyuma katika kuleta maendeleo ya taifa hili letu. Kwa hivyo, kwa hayo machache mimi naombeni na nawashukuruni sana, na nakushukuru mgeni rasmi kwa kuweza kushirikiana na sisi. Asanteni sana. Nao baadhi ya washiriki walioshiriki kongamano hilo wameiomba serikali iweze kutumia mifumo rafiki kwa watu wenye ulemavu, hasa katika fursa za ajira, kwani itasaidia katika kujikimu kimaisha. Wanapolalamika kwamba wao wahusika hawanufaiki katika swala zima, labda kwa mfano swala la ajira, unaweza kwenda jumuiya pale ukawakuta kwa maana kwamba walokuwepo pale wafanyakazi wote ni concept, yani wako ni watu wa kawaida. Unaona, kitu hiki kinakuwa kinawaumiza. Kwa mfano walemavu wa viungo, wakati mwingine wanataka waunde jumuiya zao, labda kwa sababu wanaposema wao kwamba kuna jumuiya zinajiendesha wao kama wao, lakini upande wa walemavu ni tatizo la viungo, wao manake hawanufaiki kwa jambo lolote. Lakini vile swala la urasimu katika masuala ya mikopo, na pia lakini wao wahusika wao kama wao hayawafiki. Kwa hiyo tulikuwa na maombi yake. Wana haki ya kumjua Mungu, wana haki ya kujua ama ni Qur'ani ama ni Bible. Kwa hiyo mimi ningeomba na hawa kalimani, ama kama kuna jitihada nyingine, kwa sababu kwenye vyuo vya madrasa jitihada ni ndogo,
kuliko ukiangalia kwenye maskuli na sehemu nyingine. Kwa wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama mtusaidie. Tumekuwa na changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo watu wenye ulemavu kwenye upatikanaji wa leseni za vyombo vya moto kwa watu wenye ulemavu. Yaani tunakumbana na urasimu kuanzia katika hatua ya awali ya medical check-up mpaka unafikia ile hatua ya mwisho. Yaani kila sehemu tunakutana na vitu ambavyo vinatukatisha tamaa ama vinatufanya tusiendelee tena zile process za kutafuta hizo leseni. Na tukiangalia sasa hivi sheria zimekuwa ngumu na zinatubana, na inatulazimu sisi kutumia hivyo vyombo kwa sababu wengi wetu hatuwezi kutumia ule usafiri wa umma ambao uko kulingana na aina ulemavu tulionao ama maeneo ambayo tunaishi. Tumejipatia hivyo vyombo vya mikopo au wengine ndio wamenunua kwa uwezo wao, lakini bado tunapata changamoto kupata leseni. Yaani mtu unaweza kwa ushafanya medical check-up kila kitu, unafika kule unaambiwa uende na uthibitisho wa daktari. Yaani huko una medical check-up kila kitu kiko sawa, lakini unaambiwa na barua ya uthibitisho wa daktari. Kwa hiyo tunakutana vikwazo ambavyo vinatukwamisha. Mwisho wa siku tunakata tamaa, tunaona bora mtu aendelee kuendesha chombo chake japokuwa anajua kwamba anavunja sheria na ni lazima akitumie. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie ili kama kuna utaratibu utaandaliwa kwa watu wenye ulemavu jinsi gani waweze kufuata ili wapate hizo leseni, basi muweze kutusaidia jambo hili. Fatma Hussein, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.